Fatwa iko hivi, asema li'annahu la yajuzu ittikhadhu almuharramat wasilata lilbalaghi wa nashr alislam, kwa sababu haifai kufanya mambo ya haramu na njia ya haramu ndio njia ya kufikisha da'wa na kusambaza Uislamu. Simeelewa bwana? Taswiri ni haramu si haramu kwa kauli yake shekhe mwenyewe. Je, yafaa kuitumia haramu au njia ya haramu kwa maslahi ya kutawanya Uislamu na kufikisha Uislamu? Sababu tumeona kwamba si dharura hiyo. Uislamu unafika tu kama ulivyofika tangu wakati wa masahaba, kwa kuandikwa vitabu, wakati wa maulama kwa kuandikwa vitabu, wakati wa mashaikh kwa kuandikwa vitabu na sauti zao na maulama mpaka leo. Uislamu umeenea ukafika fi aqsal buldan, mbali kabisa huko, kwa viandishi na kwa maneno peke yake. Kumbe Uislamu unaweza kuenea tena kwa njia hii zaidi, kama alivyosema Sheikh Al-Albani au Sheikh Rabi, bali kwa sura ikawa kuna faudha ndani yake na balaa na fitani mbalimbali na kuwashughulisha watu. Kwa hivyo wanasema haifai kufanya haramu ni wasila ya kufikisha na kusambaza Uislamu. Wa wasailul balagh almashru'a kathiratun, kwa sababu njia za kufikisha za kisheria ziko nyingi. Fala yudalu anha, zisiachwe hizo tukaenda pengine ila ghairia, tukaenda kwenye njia zingine, mimma haramahu Allah ta'ala, katika njia alizoziharamisha Allah ta'ala. Walwaqi'u min at-taswir fi ad-dawla al-islamiyya laysa hujjatin ala jawazi, na uhalisia kuwepo picha na video taswiri kwenye miji ya Kiislamu sio dalili ya kujuzu. Sitawaambia Makka, Madina, mashekhe wanasawirishwa. Sasa hii ni elimu pia. Sasa mmoja pia kaandika basema maulama wenyewe tangu wakati huo wanasawirishwa na mfano wake. Sasa maneno anazungumza mtu ambaye hana fikhi hayo. Kwa hiyo sema bal dhalika munkarun, bali kuwepo hilo ni munkar lil adillati sahiha fi dhalika, kwa sababu ya dalili sahihi katika hilo. Fayambaghi inkaru at-taswir amalan bil adilla, kwa hivyo inapaswa kupinga taswir. Fayambaghi inkaru at-taswir amalan bil adilla, inapaswa si tupinge taswir, inatulazimu si tupinge upigaji wa picha na video. Kwa ajili ya nini? Kuzifanyia kazi dalili. Kwani nyinyi hamuelewi? Mbona mnaturudisha nyuma tu? Fayambaghi inkar, nasema hakuna kupingana. Fayambaghi inkar, indakana kupingana katika swala la taswiri. Na ndio ukaona Sheikh Rabi asema taswiri ni haramu. Sheikh Mukbil asema akiingia mtu atafanya taswiri vunjeni, bali wewe Sheikh mtoweni, sio kupinga huko. Au hapa anafanyaje hapo? Na waulizeni nyinyi sasa mnaoandika kwenye magrupu, au hapa alikuwa anafanyaje? Anapoulizwa Sheikh Al-Fauzan kwenye fatawa zake, anapoulizwa na anapoelezea masala katika i'anatul mustafid, akawa anashadidia masala haya na kusema maneno makali kwamba hawa wanaotaka kulihalalisha hili hawana hoja, maneno yao ni farigh, meupe tu, maneno matupu, ni falsafa tu. Hakuwa anajua kuna baadhi ya mashekhe wanaona zinafaa. Wengine mmeandika kusema mashekhe wenyewe hawakupingana kwenye hilo, wao wenyewe waliamiliana hivyo hivyo. Hamuoni kwamba mashekhe na maulama wanataja maneno makali dhidi ya wale ambao wao wanafahamu kwamba wanaliruhusu hilo? Kwa nini hamuelewi haya maneno? Si sawa mnasema afala taqilun, afala tatafakkarun. Hamuoni namna maulama wanazungumza maneno makali, kina Sheikh Mukbil, Sheikh Al-Fauzan na wengine, kina Sheikh Rabi, bali wakati mwingine mpaka wanaacha kufanya mihadhara katika baadhi ya masajid, baadhi ya dur. Sheikh Rabi ameacha kufanya mihadhara baadhi ya sehemu kwa ajili ya kuwepo taswiri. Si angesema tu hapa kwa sababu nyinyi mwaona hivyo, bali baadhi ya mashekhe wanasema ukiitwa sehemu yenye utaratibu huo, kina Humudi Tuwajiri, ukiitwa sehemu hiyo usiende. Katika rasaili zake ilanu nakiri ameeleza masala haya, kwa sababu hakuna kuitikia wito kwa sehemu yenye maasi, mkhalafa. Sasa mnasemaje kwamba maulama
wenyewe hawakupingana, hawakukatazana, wewe ndio umekuja na jambo hili. Sisi tunatoa nasaha na tunawabainishia kwamba hili ni haramu, acheni. Sheikh Rabi akamwambia acheni jambo hili, amesema maneno haya. Kuna fatwa pia Sheikh Salih Fawzan katika Al-Muntaqa ameeleza hivi kwamba hakuna katika kufundisha dharura ya kusawirisha. Kufundisha hakutupeleki kwenye dharura kwamba tuchukue video na picha ziwepo kwenye madaftari. Nimalizie na kitu kimoja katika kumalizia hii pointi ya pili. Nataka nimalize leo ili kesho tupumzike. Kwa hiyo fanyeni subra. Sasa hii pointi ambayo nataka nizungumzie hapa kwenye hii nukta ya pili, kwenye wajihi wa pili, naomba kidogo tuwe makini hapa. Kuna kaida moja yasema hivi: ma hurima sadda lidhari'a fa innahu yubahu lilhajati walmaslahati rajiha. Kilichoharamishwa kwa ajili ya kufunga mianya ya kufika kwenye kitu fulani na haramu fulani kinaweza kuhalalishwa kwa ajili ya maslahi yenye nguvu. Kilichoharamishwa sadda lidharia, kilichoharamishwa kwa ajili ya kufunga mianya ya kufika kwenye haramu, kuna wakati kinaweza kikawa ni mubaha, kikawa kinafaa kwa ajili ya maslahi yenye nguvu. Kwa nini nataka nizungumze kuhusu kaida hii? Ili wasije wakapita hapa. Ili wasije wakapita hapa. Ni kweli ukitizama masala ya taswiri yameharamishwa sadda lidharia kwa sababu ya kuzuia mwanya wa kwenda kushirikisha, kuingia kwenye fitna na mfano wake, kufananisha katika uumbaji. Sasa kaida hii yasema yaliyoharamishwa sadda lidharia, kuziba mianya ya kufika katika haram, yanaweza yakawa mubaha kwa ajili ya maslahi rajiha. Wasije wakaja hapa wakaijumlisha na fatwa ya Sheikh bin Baz hapa. Maulama pia wamezungumzia kaida hii, lakini tutasema hivi, kaida hii inafanya kazi kwa kuzichunga kaida mbili muhimu sana. Kaida hii itafanya kazi kwa kuzichunga kaida mbili muhimu sana. Kaida ya kwanza, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kuyapushi na kuyaondoa mafsada, kuondoa uharibifu, kunakadimishwa na kunatangulizwa kuliko kuleta maslahi. Yani kwa mfano kwenye taswiri kuna mafsadi na kuna maslahi yanayoonekana kwamba Uislamu utaenea, watu watanufaika kama alivyosema Sheikh, si ndio? Lakini mafsada yaliyotajwa tuyapime na maslahi yanayoweza kuwepo katika taswiri. Si muhadhara umerekodiwa, si kwamba watu watanufaika, ijapokuwa sasa ndio hivyo. Sheikh amesema manufaa yatakuwepo, watu watafahamu, wataona masheikh na mfano wake, ijapokuwa si hivyo, kwa sababu watu wamenufaika tangu zamani bila mapicha na bila taswiri. Lakini sasa tuchukulie kwamba kuna maslahi hapo, tuchukulie kwamba kuna maslahi hapo. Haya, kaida yasema kuyapushi madhara na uharibifu kunatangulizwa kuliko kuyaleta maslahi ambayo yanaonekanwa. Sasa tuangalie madhara ambayo yapo kwenye taswiri na maslahi yanayopatikana katika taswiri. Je, yanalingana au kuna moja wapo ni zaidi? Kwenye taswiri tumeona kwamba katika madhara yake imekuwa ni sababu ya kushirikishwa Allah subhanahu wa ta'ala. Leo wakisawirishwa mashekhe na picha zao zikawepo, kesho watu watafitinika na picha zao. Taswiri inaweza kawafitini wanawake au wanaume na wanawake, si ndio? Kama ilivyo taswiri ni mudhahati li khalqi Allah ta'ala, ni kufananisha na uumbaji wa Allah ta'ala. Taswiri na mihadhara hasa katika miji yetu imekuwa ni sababu ya fujo, kwa sababu hilo hatukulijua tangu mwanzo. Imekuwa ni faudha na vurugu tu. Mewatia salafiyin
katika zogo na katika yani sehemu ya kubabaika wanahangaika salafiyin walioizoea dawa hii ilivyokuwa tangu mwanzo. Sasa madhara haya tunayoona haya na maslahi yenye kutarajiwa katika taswiri ni yapi yanayopaswa kuondolewa haraka? La shaka madhara yake, hapana shaka ni madhara yake. Wa inna tazahumi adad almafasid yurtakabu aladna min almafasid. Hiyo masali yakisongamana yaangaliwe kaida pia hiyo, lakini kaida hii lazima iwekwe hapa ili kaida hii ifanye kazi. Lakini pia kaida nyingine sema maslahatu mutabara wa ghairu mutabara, lazima tuangalie maslahi yaliyokuwepo hapa yanazingatiwa au hayazingatiwi. Je, ni kweli kwamba Uislamu unasambaa zaidi, elimu inasambaa kwa kasi kwa picha tofauti inavyosambaa bila ya picha? Je, ni kweli maslahi hayo kweli yapo mutabara? Si kweli, kwa sababu dawa tangu wakati wa masahaba, tabi'in, tabi'in, aimma min baadi, maimamu, mashaikh, mpaka hivi karibuni, mpaka sasa hivi dawa imeenea hasa katika mji wetu. Waki yote ni shahidi, imeenea pasina taswiri. Kwa hiyo lazima tuangalie pia kaida hii, maslaha ambayo ni mutabara na sio mutabara. Ni kweli kwamba maslahi haya yalotajwa na shekhe ni mutabara? Ama shekhe sisi tunamheshimu ala ras wal ain, imam fadilatu sheikh al-allama Abdul Aziz bin Baz, lakini hatujalelewa hivyo kama mnavyokwenda nyinyi. Lazima tuende kielimu. Sasa nyinyi mmezingatia masali wala hamjaangalia mafasidi ambayo yapo kwenye taswiri. Nyinyi muangalie masali tu, lakini tena kuyaangalia kwenyewe ni kwa sababu kumetajwa tu. Hamjakaa wenyewe chini mkatafakari ni kweli. Si mmeelewa jamaa? Ni kweli kwamba dawa inapata kuenea zaidi kwa picha? Ni kweli? Au ni kwa sababu hapo imeandikwa tu mnashabikia tu sisi tunamsumbu watu? Au ni mnaongea tu? Ni kweli mmekaa mkaangalia masali ya mutabara na ghairu mutabara? Mmekaa mkaangalia hali ya salafiyin na vile mnavyowashughulisha watu? Mmekaa mkatafakari hilo? Hamjatafakari. Mnawashughulisha watu na vitu ambavyo hawakuvizoea. Halafu pia katika madhara ya taswiri, kujiingiza katika riaa, kujionesha, kuharibu amali. Fanya muhadhara lazima uonekane, kienda mahali lazima uonekane, wewe uonekane. Na kupeleka kwenye riaa wakati mwingine, madhara hayo sasa mjizingatia kaida hii. Sasa kwenye haya maneno ambayo nimeyataja hapa, nataka niashirie hadithi 2 au 3, alafu nitahitimisha na nukta 2, alafu tufunge muhadhara wetu. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, imekuja katika sahihi Muslim, aliharamisha vyombo walivyokuwa wakivitumia makufari kunywa pombe, vyombo vile ad-dubal, huntam, al-muzaffat, wal-miqyar, wal-naqir. Alipotaja wal-naqir, qalu ma ilmuka bin-naqir, wewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam umejueje naqir, vyombo hivi wavijueje? Qala bal jidhun tanqurunahu fatakdhifuna fihi min alqutai'a thumma tasubbuna fihi alma. Asema hivi ni vyombo vyatengenezwa na jivi na mitende mnachonga, au na miti mnachonga, alafu mnachanganya na mnatia takdhifuna fihi min alqutai'a, mnatia tende ndogo ndogo humo ndani, kisha mnamwaga maji ndani yake. Fatasubuna fihi min alma hata idha sakana ghilyanuhu sharibtumuhu, mpaka yatakapofoka yakatulizana siku kadhaa 2 au 3, mnakunywa sasa, alafu mnalewa. Hata inna ahadakum la yadhribu ibna ammihi bisayf, kwa ile madhara ya kulewa mpaka mmoja wenu anampiga mtoto wa ammi yake na upanga. Faqala rajulun, akasema mtu, fabima nashrabu ya Rasulullah, sasa tutakuja kwenye vyombo gani ewe Mtume wa Allah?
qala fi asqiyatul udhum, tumieni vyombo vya ngozi ambayo imedubarishwa, ikasafishwa, ikatolewa nyama zile na zikasafishwa, ikatengenezwa. Tumieni vyombo hivyo kunywea vinywaji vyenu. Qalu ya Rasulullah, wakasema ya Rasulullah, inna ardhana kathiratun aljardhan, katika ardhi yetu na miji yetu panya ni wengi. Wala tabqa biha asqiyatul udhum, tukitengeneza tuseme tutumie vyombo vya ngozi, panya watakuja watatafuna, havitobaki tena vyombo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, wa in akalatha aljardhan, asema mara 3, ninyi tumieni vyombo hivyo hata kama panya watavila vyombo hivyo vya ngozi. Maana ya hadithi hii ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesikiliza mahitajio yao na maslahi wanayoyaona ya kuendelea kutumia vile vyombo. Si mmeelewa? Mtume sallallahu alaihi wasallam amesikiliza maslahi wanayoyaona wao ya kuendelea kutumia vile vyombo, lakini akawaambia kutokana na madhara yaliyoonekana huku nyuma kupitia vyombo hivi na pombe kuhifadhiwa humu, mpaka ikafika mahala mtu anamuua ndugu yake, mtoto wa ammi yake, basi endeleeni kutumia vyombo vya ngozi hata kama panya watatafuna, kwa sababu madhara yanayopatikana huku nyuma ni makubwa. Kwa hiyo hakuwaruhusu, kwa sababu ya kuichunga pia kaida hii. Ndio Uislamu uko hivyo. Kwa hivyo picha, hata kama nyinyi mtaona kuna maslahi, angalieni madhara yake. Usikae tuangalie tu masalihi, sababu Sheikh amesema. Sheikh bashar yusibu wa yukhti, Sheikh ni mtu anapatia na anakosea. Lakini jaa inda al-Bukhari aidan, imekuja katika Sahih al-Bukhari pia hadithi ya Aisha radhiyallahu ta'ala anha, anasema law adraka an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ma ahadathathu an-nisa lamanahunna al-masajid, lau angeyaona Mtume sallallahu alayhi wasallam walioyazua wanawake leo, angewazuia kwenda msikitini. Lau angeona wanawake leo wanakwenda msikitini hawavai hijabu ya kisheria, wakiingia msikitini wanakaa pale, wanaongea, wanapiga makelele, wanabaki pale na masimu yao wakichati na mfano wake, hasa zama zetu hizi. Sasa hii maneno Aisha anataja katika kipindi chake baada tu kuondoka Mtume sallallahu alaihi wasallam, na yeye ndiye ambaye amesema msiwazuie wanawake wanapotaka ruhusa kwenda wapi? Msikitini. Lakini Aisha kwa fikhi yake anasema lau Mtume sallallahu alaihi wasallam angeyaona waliozua wanawake, sasa kwenda msikitini kuna maslahi, si ndio? Lakini lau angeyaona waliozua, yeye ameruhusu wanawake waende msikitini wakashuhudie khairi, wakasali na Waislamu, wapate mawaidha, wasikilize dawa. Lakini lau angeona waliozua wanawake sasa hivi, la manahunna almasajid kama muniat nisa'u bani Israil, kama walivyozuiliwa wanawake wa bani Israil. Hapa tunafahamu nini? Nikufuata dalili hapa. Hapa tunapata faida gani? Kwamba si kila maslahi yanayoonekana kwa kuwa ni maslahi tu yatabaki kuwa yaendewe. Kuna wakati maslahi yaangaliwe madhara mbele, Kwa hiyo ndio kusema kilichopimwa hapa ni kwamba yameangaliwa mafsada. Mafsada ni makubwa kuliko ile maslahi yalikuwa yanatarajiwa. Hadithi nyingine ya mwisho na nitajumlisha hapa, hadithi ya Ibn Abbas inda al-Bukhari. Mtume sallallahu alayhi wasallam yeye aliyesema la yakhuluwanna rajulun bimra'a wala tusafir almar'a illa wama hadhi mahram, asikae faragha mwanamke na mwanamume, asisafiri mwanamke peke yake isipokuwa awe na mahram yake. Faqala rajulun, akasema mtu, ya Rasulullah, uktutibtu fi ghazwati kadha wa kadha, mimi nimeandikwa katika vita fulani, wa kharajat imraati hajatan, na ametoka mke wangu anaelekea kufanya ibada ya haji. Qala idhhab fahujja ma imraatik,
asema nenda ukahiji na mke wako. Angalia, mwanamke anakwenda kufanya ibada ya haji, huyu yuko kwenye jihadi, huku kuna maslahi, kwenye jihadi kuna maslahi, si ndio? Na suala la kusafiri mwanamke peke yake limeharamishwa sadda lidharia, kuzuia mwanya wa kufika katika haramu, kwenye kuzinifu na kuingia katika haramu, kufunguka mwili wake na mfano wake. Kusafiri mwanamke peke yake imeharamishwa sadda lidharia, ni kuzuia mwanya wa kufika katika haramu. Lakini akaambiwa huyu arudi, aache huku aende huku, na yule anakwenda kuhiji. Si kuhiji bwana, kwa nini asiachwe huyu abaki kwenye jihadi? Kuonesha kwamba si kile unachokiona kwamba ni maslahi kinakuwa kinafanywa tu, kunaangaliwa madhara. Kwa hiyo ndio kaida utasema wasije wakapita katika kaida hii kwamba kila kilichoharamishwa kwa kuziba mwanya wa kufika katika haramu kitafaa wakati mwingine kwa ajili ya maslahi yenye nguvu. Tunasema kaida hii ipo, lakini haiendi ila kwa kaida hizi. Lazima tuangalie madhara yakoje, madhara ya huku yakoje. Kwa bila shaka madhara ya kwenye taswiri ni makubwa kuliko maslahi yanayosemwa, ijapokuwa hayana uhalisia wa hivyo. Sawa kuliko maslahi yanayosemwa ijapokuwa hayana uhalisia wa hivyo. Lau pia ingekuwepo, madhara yanayopatikana kwa taswiri ni makubwa kama tulivyobainisha hapa. Si mmeelewa kipengele hiki? Kwa hiyo nimefunga ili wasije wakapita hapa. Huu ni waji wa pili nilisema. Waji wa tatu, Sheikh amesema hivi, amesema kwamba ثم بدا لي أن أخذ ذلك للمصلحة العامة للمسلمين حتى يستفيدوا من الندوة أو المحاضرة التي تلقى في التلفاز إنما يعم له أكثر. kwamba manufaa yanaenea kwa kutumia video zaidi. Je, hili ni sahihi? Kipengele cha tatu hiki, je, haya ni kweli? Ni kweli kwamba iko hivyo? Sababu sisi tunaona dawa imeenea kwa kiasi kikubwa bila nini? Bila taswiri, kama tulivyobainisha huko nyuma. Kwa sauti tu na maneno na uandishi, dawa imefika mbali bila taswiri. Je, ni kweli kwamba picha zinapokuwepo kwenye mihadhara na video zikachukuliwa ndio mihadhara inakwenda mbali? Bali kwa hivyo, Allah amrehemu Sheikh bin Baz, imamu alim, amezungumza kwa ijtihada. Amezungumza kwa ijtihada. Kipengele cha 4, haifai kwa mashekhe na wanafunzi kuwa ni wafuataji tu bila kutizama dalili na kuangalia masaili yaliyozungumzwa yakoje, kawaidi zikoje, misingi na kanuni za kielimu zikoje. Usio mukallid. Wamekubaliana maulama kama ulivyotaja sio mmoja, ajma ulama ala anna almuqallid laysa bialim, mwenye kufanya taklid. Kwa sababu tu shekhe amesema wewe unafuata tu, shekhe kasema, shekhe kanena, mtu huyu sio alim, si mjuzi. 5, waji wa 5, shekhe amesema fa idha jaza at-taswir litabi'iyya wa nahwiha wa hiya lilmaslaha, kama itajuzu kuchukua sura kwa ajili labda vitambulisho, kwa ajili labda ya leseni, kwa ajili ya kadhaa za dharura zile. Japokuwa shekhe amesema kwa ajili ya maslahi za dharura, lakini pia kuna maslahi ndani yake, maslahi ya binafsi ya mtu mmoja. Je, vipi katika mahitaji ya Waislamu ambayo manufaa yanaenea kwa Waislamu? Hapa tunasema, je, ni kweli kwamba picha hizi za kwenye vitambulisho, za kwenye driving license, za pasipoti zinafanana na taswiri hizi katika daraja moja, katika udharura wake na maslahi yake? Je, picha hizi alizitaja shekhe kwamba ikiwa hizi zitaruhusiwa, je, vipi hii ya kurekodi mihadhara, je, ni kweli zinafanana katika daraja moja? Simeelewa. Je, ni kweli maslahi yanayopatikana katika picha hizi za dharura
zilizopatikana hizi za dharura, katika hizi za dharura kwa ajili ya passport, mtu atakusafiri kwenda kusoma, kwenda kufanya biashara kwa kadhaa, kwa ajili ya tabiia, kitambulisho, leseni, ana gari zake hawezi kuendesha, mali yake hawezi kukaa mpaka hivyo vitu kukapatikana maslahi ndani yake. Kuna dharura kuilinda mali yake, kukapatikana maslahi ndani yake. Je, maslahi ya huku yapokuwa ni binafsi ya mtu maalum yanaweza kulinganishwa na maslahi ya kwenye mihadhara na nadwa kwamba na huku pia kwa sababu ni maslahi ya Waislamu wote? Hapana, haiwezi kuwa sawa. Qiyas ma al-fariq, ni vipimo pamoja na utofauti, kwa sababu huku ni vitu vya lazima, lakini huku hakuna ulazima. Huku hakuna nini? Hakuna ulazima. Mimi nikome hapa. Kama kutatokea mengine yatatulazimu kuongea biidhnillah taala tutaongea, lakini tunawanasihi mashekhe wanaochukua sura, wanaorekodi video na wanafunzi wanaolifanya hili na kutetea hili kwa hamasa na mihemko, tunawanasihi wamcha Allah taala, lakini tunawanasihi watizame hoja na dalili wanazitaja maulama, na wamuombe Allah, na sisi pia tumuombe Allah tawfik ya kufahamu maneno. Usitumie mihemko tu kuona tu kwamba labda kila anazungumza dhidi yenu ana chuki na nyinyi. Hapana. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.